Ilikuwa ni siku ya kipekee sana kwa Viola, siku aliyoisubiri kwa miaka mingi, na hatimaye siku hii ilifika. Tena yalibaki masaa machache tu ili aweze kwenda kufunga ndoa na mwanaume wa ndoto zake. Asubuhi na mapema siku hiyo, Viola akiwa salon akirembwa pamoja na kupambwa ili apendeze na kuwa mrembo zaidi kati ya warembo ambao wangejitokeza. Hii ilikuwa ni siku ambayo ilimfanya awe na furaha sana. Hongera sana kwa siku hii muhimu, Viola. Moja ya binti aliyekuwa kimpamba na kumremba aliongea hivyo na kumfanya Viola aache tabasamu. Asante sana. Ni siku niliyokuwa nikiisubiri kwa hamu sana. Sina mengi ya kuongea zaidi ya kumshukuru Mungu, Viola alijibu huku kidogo akishikwa na huzuni kwa mengi ambayo alikuwa ameyapitia katika maisha yake mpaka kufika siku hii muhimu kwake ambayo anaenda kuandika historia. Wakiwa na maongezi ndani ya salon, kwa upande wa nje alionekana mwanamke akiwa busy na simu yake, tena akihangaika kumtafuta mtu kupitia simu yake ili aweze kufanya naye maongezi. Edward ana matatizo gani? Mbona hapokei simu yangu lakini? Aliongea peke yake baada ya namba aliyokuwa akiipigia kutopokelewa. Hakukata tamaa. Aliendelea kupigia ile namba na hatimaye simu ilipokelewa upande wa pili. Edward, mbona hupokei simu yangu? Umesahau kwamba leo ni siku ya Viola kuolewa? Unasemaje Veronica? Hiyo haiwezekani. Viola hawezi kuolewa ikiwa mimi nipo. Mwanaume aliyefahamika kwa jina la Edward alipinga kuolewa kwa Viola baada ya kupokea taarifa za Viola kuolewa kutoka kwa Veronica. Ndio hivyo, fanya unachoweza ili ndoa isifungwe, ili usije ukamkosa Viola hivi hivi. Kazi ndogo hiyo. Najua sehemu ya kumshika Viola na kumfanya afuate kile nitakachokitaka mimi ama kile ambacho nitamwambia. Edward aliamua kukata ile simu yake baada ya kupokea taarifa zile kutoka kwa Veronica. Nilijua jambo kama hili lazima litatokea, ndio maana nilijiandaa mapema. Viola lazima abaki upande wangu na ni lazima nimpate tu, atake asitake. Edward aliongea na alifungua simu yake na kuangalia upande wa video. Alikutana na video alizokuwa akizitafuta, hali iliyomfanya aache tabasamu baada ya kuziona video hizo. Veronica baada ya kuongea na Edward aliweza kurudi ndani ya salon na kumkuta Viola akiendelea kupambwa pale huku akipiga story na moja ya mdada ambaye alikuwa kimremba pale. Dada, mbona umetumia muda mrefu sana hivyo? Nilikuwa naongea na mtu muhimu sana hapo nje. Kabla Veronica hajamaliza kumjibu mdogo wake Viola, simu ya Viola iliita na akabidi ipokee. Viola, ni mimi Edward hapa. Naomba ufungue WhatsApp yako sasa hivi. Kuna zawadi nzuri sana nimekutumia kwa ajili ya harusi yako. Edward alikata simu baada ya kuongea na kumfanya Viola aanze kushikwa na hofu baada ya kusikia sauti ya mwanamume huyo. Veronica alitambua hilo huku ndani moyo wake akifurahi kumuona mdogo wake Viola yupo kwenye hali ile. Kwani kuna tatizo Viola? Alimuuliza, lakini Viola hakujibu kitu zaidi ya kunyanyuka na kwenda nje huku akiwa kaishika simu yake kwa ajili ya kwenda kuangalia ni kitu gani alichotumiwa na Edward, huku akiwaacha watu waliokuwa pale kwenye saloni wakimtazama. Viola alifika mpaka nje na kufungua simu yake kisha kuangalia ni kitu gani ambacho alikuwa ametumiwa. Baada ya kufungua alikutana na video alizotumiwa na Edward. Nguvu zilimuishia na kuishika simu na simu ilimponyoka na kudondoka chini. Hapana Edward, hawezi kunifanyia hivi. Ina maana zile video hakuzifuta. Aliongea na muda huo simu yake iliyokuwa chini ilianza kuita na kumfanya uoga uzidi kumshika na kumtawala zaidi katika mwili wake. Aliamua kuiokota na kuipokea baada ya kukuta mtu aliyekuwa akimpigia ni Edward. Na kumbuka kwamba Edward muda mfupi tu ametoka kumtumia zile video kwenye WhatsApp. Edward akazungumza kwenye simu kwamba
nadhani umeona kile ambacho nimekutumia Viola. Edward, huwezi kunifanyia hivi. Naomba ufute video zangu mara moja. Tafadhali, naomba ufute. Mimi na wewe tumeshaachana. Na mimi sio Viola yule wa miaka ile ya nyuma. Nakuomba Edward, naomba ufute video zangu. Viola aliongea huku machozi yakimtoka pasi Edward kuyaona, lakini haikumfanya Edward abadilishe mawazo yake. Una kitu kimoja tu cha kufanya. Kama unataka video hizi za faraga za mimi na wewe tukiwa chumbani, nizifute na nisizisambaze kabisa mitandaoni. Kitu gani Edward ambacho nataka nifanye ili uache kunifuatilia katika maisha yangu? Ili uzifute hizo video, ili niendelee na maisha yangu. Viola aliweza kuuliza na kutamani kujua kwamba Edward alikuwa anataka kumwambia kitu gani, ama alikuwa anataka kumwambia jambo gani la muhimu sana katika ile ambalo alikuwa amelitekeleza sasa. Edward akamwambia Viola kwamba kubali kwenda kanisani, na ukifika muda kufunga ndoa na kuapishwa, naomba umkane mume wako kuwa hutaki kuolewa na yeye mbele ya kanisa zima. Na hiyo ni lazima, utake usitake. Kama unataka nisisambaze video hizi, basi naomba ukafanye hichi. Na ikitokea ukaacha kwenda kanisani, utakuwa umepinga kile ambacho ninachokuambia hapa. Na hata huyo mwanaume anayetaka kukuoa, ni lazima nitamtumia hizi video ili aweze kukujua vizuri katika tabia yako. Edward alimaliza kuongea na kuikata ile simu. Viola alihisi kuchanganyikiwa kwa maneno aliyoambiwa na Edward. Mikono yake ilikuwa na kazi ya kufuta machozi na kujikuta kiharibu mpaka makeup yake usoni mwake ambayo alikuwa ametoka nayo mule saluni. Upande wa ndani Veronica alipokea ujumbe kutoka kwa Edward. Tayari nimeshamburuka. Baada ya kusoma ule ujumbe, Veronica aliamua atoke nje na kwenda kumwangalia Viola. Alifika nje na kumkuta Viola akilia kama mtoto mdogo. Viola, tatizo nini mdogo wangu? Veronica alimuuliza kana kwamba hajui kile ambacho kilichokuwa kikiendelea, wakati yeye ndiye mtu aliyechangia kwa yote yale kutokea. Viola hakumjibu kitu dada yake zaidi ya kurudi ndani ya salon, huku akimwacha Veronica nje akitabasamu tu baada ya kumwona mdogo wake yupo nje kwenye ile hali ambayo ni ya majuto sana. Lakini upande wa pili huku tunamuona kijana ambaye anaitwa Derek. Derek ndiye kijana aliyetarajia kufunga ndoa na Viola. Alikuwa akipokea pongezi mbalimbali kutoka kwa wafanyabiashara baba yake waliokuja kushuhudia siku ya kihistoria kwenye maisha yake. Pale pale alikuja mama yake mzazi na kuongea na mtoto wake. Derek, muda ndio huu wa kwenda kumchukua Viola. Mama, leo furaha iliyokuwa nayo siwezi kuieleza mama yangu. Nikushukuru sana wewe mama yangu kwa kunilea hadi hii leo. Yaani najisikia faraja sana mama yangu. Na leo naenda kuitimiza ile ndoto ambayo nimekuwa nikiiota kwa muda mrefu sana. Umenipambania mama. Maana baba alikuwa hataki kabisa kuniona mimi nikimwoa yule binti Viola. Derek aliongea huku akimkumbatia mama yake. Umeanza mambo yako ya kunikumbatia Derek. Wewe sio mtoto mdogo, umeshakuwa sasa, na unaenda kuoa. Japo mimi nitaumia mwanangu, maana utakuwa mbali na familia yako. Mama Derek aliongea na kumfanya mtoto wake awe na maneno ya kumhakikishia hata kama ataoa hawezi kuwa mbali na familia yake hata siku moja. Wanaongeaga hivi hao. Shao umewekwa ndani ya chupa huko. Tekla kashakuweka ndani ya chupa huko ufurukuti, mama akipiga, mama nitakupigia baadaye. Basi ilikuwa ni furaha sana katika hii familia. Hatimaye baada muda kusogea, Derek akiwa na baadhi ya watu waliomsindikiza kwenye ndoa yake, muda ulifika wa kwenda kumchukua Viola kwa ajili ya kwenda naye kanisani ili akafunge naye pingu za maisha. Upande wa Viola, yeye mambo yalikuwa ni tofauti sana, kwani furaha ilipotea ghafla na kuacha watu midomo wazi. Mama yake pamoja na watu wengine walikuwa wameshafika maeneo hayo ya salon na wote walishangaa sana hali aliyokuwa nayo Viola. Lakini kabla hawajamuuliza vizuri,
Derek aliweza kufika huku akisindikizwa na msafara wa magari ya kifahari. Viola mwanangu, mumeo tayari ameshawasili. Nyanyuka twende tuelekee kanisani. Ah, mama, umesema? Mbona bado mapema? Viola aliongea na aliona kama ni mapema sana kwenda kanisani kwa muda huo. Viola, una matatizo gani? Kwa hiyo hujasikia kile ambacho nilichokwambia mwanangu? Mama yake ilibidi amuulize, ila hakupata jibu lolote kutoka kwa Viola. Ilibidi wamchukue hivyo hivyo na kumpeleka kwenye gari la Derek, ambaye naye alishangaa kuona tabasamu la Viola limepotea kwa wakati huo, kitu ambacho si kawaida kabisa kumuona Viola akiwa vile. Viola kipenzi, kwani una tatizo gani? Mbona unalia? Why are you crying? Ni machozi ya furaha. Siku yetu muhimu Derek. Ni siku niliyokuwa nikisubiri kwa hamu sana Derek. Kwa nini silie? Viola alijibu na kumfanya Derek ayafute machozi yake kwa kutumia kitambaa chake. Na ndani ya muda huo msafara ulianza. Msafara uliokuwa ukielekea kanisani, huku Viola akizidi kutetemeka asijue cha kufanya pindi watakapofika kanisani. Na alitamani kwa wakati huo wasiweze kufika kanisani kabisa. Maagano ambayo walikuwa wamepewa na kijana Edward yalikuwa kimsumbua sana akili yake. Kitu ambacho Viola alikuwa hatamani kitokee kiliweza kutokea, kwani waliweza kuwasili kanisani huku Derek akimpa mkono ili waweze kuteremka kwenye gari pamoja na waongozane wote kuelekea ndani. Lakini Viola ni kama alikuwa hauoni ule mkono wa Derek. Derek alimwambia kwamba Viola, tumeshafika tayari. Naomba unishike mkono wangu tuondoke. Maneno ya Derek ndio alimtoa kwenye mawazo na kumfanya afanye kile ambacho ameambiwa na Derek. Waliongozana wote mpaka kanisani huku wakisindikizwa na vigeregere nyuma yao. Amependeza kabe. Ilikuwa ni sherehe ambayo kiukweli inafanyika, lakini Viola moyo wake uko mbali sana. Baada ya kufika kanisani, taratibu nyingine zilichukua nafasi yake na mchungaji alikuja kwa ajili ya kufungisha ndoa wapenda nao hao wawili. Muda wote Viola alikuwa hajui ni kipi anachotakiwa afanye kwa wakati huo, kwani maneno aliyoambiwa na Edward yalikuwa yakijirudia kwenye kichwa chake mara kwa mara. Taratibu ziliendelea na mchungaji alisogea kwa ajili ya kuwaapisha mbele ya umati uliokuwa kwenye kanisa hilo. Mchungaji alianza kuongea kwa kumuuliza mwanamume, Derek Martin, upo tayari kumwoa Viola na kumfanya awe mwenza wako wa maisha yako mpaka pale kifo kitakapowatenganisha? Mchungaji alimuuliza Derek. Ndiyo, nipo tayari, Derek alijibu na kufanya kanisa zima lilipuke kwa furaha. Tumesikia! Mavuvuzela alikuwa analia hatari. Mchungaji alimgeukia Viola kwa ajili ya kumuuliza, Viola, upo tayari kuolewa na Derek na kumfanya mwenza wako maisha mpaka pale kifo kitakapowatenganisha? Mchungaji alimuuliza, lakini Viola ni kama masikio yake hayakusikia vizuri kile ambacho alikuwa ameulizwa, na kuwafanya watu waliokuwa kanisani washangae kwa kitendo cha yeye kuwa kimya. Lakini upande wa dada yake Veronica alitabasamu, maana alijua ni kipi kinachomfanya mdogo wake Viola ashindwe kabisa kujibu kile alichoulizwa na mchungaji. Mchungaji ilibidi amuulize tena kwa mara nyingine tena, Viola, upo tayari kuolewa na Derek Martin na kumfanya kuwa mwenza wako maisha yako mpaka pale kifo kitakapowatenganisha? Baada ya mchungaji kumuuliza Viola kwa mara nyingine tena, ndipo alipofungua mdomo wake na kujibu. Swali la mchungaji lilimfanya Viola afikirie mara mbili kabla ya kumjibu. Derek alikuwa ni wa muhimu sana kwenye maisha yake. Swali la mchungaji lilifanya Viola afikirie mara mbili kabla ya kumjibu. Lakini Derek alikuwa muhimu sana kwake.
na pia video zake hazitakiwi kusambaa kama alivyoambiwa na Edward kuwa atazisambaza endapo atakubali kuolewa na Derek. Kiufupi, Viola aliyachukia maisha aliyowahi kuishi hapo nyuma kipindi alipokuwa chuo. Pale Viola alianza kucheka na kuongea maneno ya ajabu, kitendo kilichowafanya watu wabaki midomo wazi ndani ya kanisa hilo. Nani amekwambia mimi nataka kuolewa mchungaji? Siwezi kuolewa mimi. Ipelekeni kwa mama yangu, nataka nimuone mama yangu. Licha Viola kuongea maneno yaliyowaacha midomo wazi watu wengi, alianza kucheza akiwa ndani ya kanisa na kuyatoa mapambo yake yote ambayo aliyokuwa amepamba kwenye mwili wake na kufanya umati wote umshangae kana kwamba mtu ambaye amechanganyikiwa. Veronica, mdogo wako amepatwa na nini tena? Mama Viola aliyekuwa amekaa na binti yake mwingine ambaye ni Veronica ilibidi amuulize. Mama, mimi mwenyewe sijui. Wakati mama na mtoto wanamjadili ndugu yao, upande wa Derek, yeye alikuwa bado akimshangaa Viola kwa alivyobadilika hafla. Ilibidi aende kumshika na baadhi ya watu walikuja kumsaidia kumshika, lakini haikumfanya Viola aache kufanya kile ambacho alichokuwa anakifanya. Bado aliendelea kuongea maneno ya ajabu yaliyodhihirisha kuwa tayari Viola ameshakuwa kichaa. Baada ya watu kumshika, mchungaji alianza kumwombea Viola wakidhani kwamba ni pepo ambalo lilikuwa limemwingia, lakini haikusaidia kitu, kwani bado alikuwa akiendelea kupiga kelele, na maamuzi yaliyochukuliwa ni Viola kupelekwa hospitali wakati ule ule. Kila mtu alihuzunika na kuona kwamba ndoa iliyoandaliwa kwa gharama kubwa sana imeshavurugika hafla tu, na wengine walianza kuongea kwao, huku baadhi wakisema kwamba huenda ni mambo ambayo ni ya kishirikina ambayo yalikuwa yametendeka pale. Upande wa baba mzazi wa Derek, au unaweza kumuita Mr. Martin, yeye alimgeukia mke wake. Nilikwambia huyu binti hafai kuolewa na kijana wetu. Ona sasa leo alivyoitia aibu familia yetu. Niliwaalika wafanyabiashara wenzangu kwenye makampuni mbalimbali na wapo ndani ya kanisa hili kwa ajili ya kushuhudia ndoa ya kijana wangu. Hebu niambie, nitaanzaje kuwatazama usoni kwa kile ambacho kimetokea? Mr. Martin aliongea na kumfanya mke wake akae kimya, huku muda huo watu wakianza kutoka ndani ya kanisa hilo baada ya sherehe ama ile ahadi ya kufunga pingu mbele ya madhabahu kuharibika, na hata baadhi ya wafanyabiashara wenzake wa Mr. Martin walimfuata na kwenda kumpa pole kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea. Lakini huku Mr. Martin akizipokea zile pole za marafiki na wafanyabiashara wenzake, na muda mwingine akishindwa mpaka kuwatazama usoni. Ni aibu ama fedheha ambayo ilikuwa imetokea. Viola alikimbizwa haraka hospitali, huku bado akiendelea kuleta usumbufu kwa watu waliokuwa wamemshika. Walimfikisha hospitali na alipelekwa sehemu husika kwa ajili ya kuangaliwa tatizo ambalo lilikuwa likimsumbua. Derek alimfuata mama yake mzazi wa Viola aliyekuwa akilia muda wote, lakini huku pembeni yake akiwa amekaa na dada mtu, yani Veronica. Mama, hali kama hii imeshawahi kumtokea Viola tangu ulipomzaa? Hapana mwanangu, leo ndio siku ya kwanza, sijui kimempata nini binti yangu. Baada ya majibu yale kutoka kwa mama mzazi wa Viola, ndio aliyozidi kumchosha kabisa Derek, kwa mwanamke aliyetaka kufunga naye ndoa ama pingu za maisha muda mfupi uliopita. Lakini Veronica yeye alikuwa akisikiliza maongezi yao na aliamua kutoka nje ya hospitali hiyo. Tuachane na hapo, turudi huku upande wa Edward. Kijana Edward akiwa amekaa na vijana wenzake, simu yake iliweza kuita, na alipotazama mpigaji alikuwa ni Veronica. Ili mlazimu wasogee pembeni kwa ajili ya kufanya naye mazungumzo. Nipe matokeo ya kilichotokea huko. Na pia nina uhakika Viola atakuwa amefanya vile ambavyo nilimwambia. Edward alizungumza. Ina maana ulimwambia Viola ajifanye kuwa kichaa? Maana Viola kageuka kwa kichaa hafla tu pale kanisani. Viola kama kichaa? Edward naye pia alishangaa kwa upande ule kile alichoambiwa na Veronica, maana hakumwambia afanye kitu kama hicho, bali alimwambia akatae kuolewa na Derek. Veronica libidi amuulize vizuri Edward ili amueleze kwamba ni kitu gani alichomwambia Viola afanye.
Edward alimweleza kila kitu Veronica, kile alichomwambia Viola kufanya, lakini hakumwambia ajifanye kuwa kichaa kwa namna hiyo ambayo tayari ilikuwa imeshatokea. Nimepata jibu Edward. Ngoja nifuatilie nione kama kweli kawa kichaa. Hapa kuna mchezo Viola atakuwa kaamua kucheza. Veronica alikata simu baada kuongea na Edward. Msikilizaji, kumbuka huyu ni dada mtu. Anaona uwivu mdogo mtu kuolewa. Jamani, haya maisha yana siri kubwa sana. Veronica aliamua kukatisha yale mazungumzo na Edward, lakini moyo wake ulikuwa unazungumza kwamba lakini mimi sijali. Hata kama amekuwa kichaa au anajifanyisha tu, ila ninachotaka mimi ni kuolewa na Derek. Siwezi kukubali mdogo wangu waolewe na mwanaume mwenye pesa kiasi kile. Kwangu mimi hiyo haitawezekana. Derek ni wangu na nitamtumia Edward kukamilisha mipango yangu yote kumpata Derek. Yalikuwa ni maneno ya Veronica ambayo alikuwa anayaongea, na kweli aliamua kuondoka na kurudi ndani ya hospitali ili kujua kwamba ni kipi kilichokuwa kikiendelea. Ndani ya hospitali, Viola baada kuendelea kuleta usumbufu alichoma sindano kutuliza ama ya kumtuliza kabisa, na haikuchukua muda aliweza kulala papo hapo. Daktari aliwaomba watoke nje na wamwache mwenyewe aangalie kitu ambacho kinachomsibu binti huyo. Mr. Martin naye alifika akiwa na mke wake, na walimkuta Derek akiwa na watu baadhi nje ya chumba alicholazwa Viola, wakimsubiri daktari atoke na wape majibu ya mgonjwa wao. Mr. Martin aliamua kumuita kijana wake na kumpeleka pembeni kwa ajili ya kufanya mazungumzo. Derek mwanangu, huyu binti sio kuoa tena. Hebu naomba mwanangu waachane naye tu. Mimi nitakutafutia binti mwingine mzuri zaidi ya huyu ambaye uko naye. Mr. Martin aliona ndio nafasi ya kuanza kumshawishi mtoto wake aachane na Viola. Baba, mimi siwezi kumwacha Viola. Nitasimamia matibabu yake mpaka nione anarudi kwenye hali yake kawaida baba. Mwanangu, huyu binti amekupa nini mpaka hutaki kunisikiliza mimi kile ambacho nakwambia mimi baba yako? Nimetangulia kuliona jua. Unajua mtoto ni mpumbavu sana. Mimi nakushauri kitu cha muhimu, wewe unang'ang'ania tu. Mr. Martin aliongea na kuondoka mida hiyo hiyo. Hakutaka hata kumjulisha mke wake aliyekuja naye, bali aliamua kuondoka, labda hasira zilikuwa zimempanda. Derek alimtazama baba yake aliyekuwa akiondoka maeneo yale na aliamua kurudi alipoacha wenzake. Alivyofika, mama yake alishangaa kwa kuona amerudi peke yake bila baba yake mzazi, hali iliyomlazimu amuulize mtoto wake Derek, ambaye naye hakutaka kumweleza ukweli mama yake kwa kile ambacho alichoambiwa na baba yake na kumfanya aondoke bila kuaga. Alimjibu tu kwamba kaenda kufuatilia mambo yake ya kibiashara, ndio maana alishindwa kuaga pale kwa sababu alipata simu ya dharura. Haya ndio alikuwa majibu ya Derek kwa mama yake kwamba baba kaondoka kwa namna hiyo. Veronica naye ndio alikuwa anafika muda huo na aliamua kwenda kukaa karibu na Derek, huku akiwa na lengo lake la kutengeneza ukaribu na huyu shemeji yake. Pole sana Shem, Veronica aliongea huku amemshika mkono Derek, tena mbele ya mama yake mzazi na mama Derek mwenyewe. Upande wa mama yake mzazi aliweza kukasirika kwa kitendo cha binti yake Veronica kumshika mkono shemeji yake, tena bila kuogopa, maana alizijua vizuri tabia za binti yake mkubwa Veronica alizokuwa nazo, ila hakuwa na uwezo kuongea lolote zaidi ya kunyamaza tu. Mara hafla daktari alitoka ndani ya chumba na kumfanya kila mtu atake kufahamu kwamba ni kipi kilichokuwa kikiendelea kwa mwanadada Viola, ila hakutaka kuwaambia chochote kwa wakati huo zaidi ya kuwaambia kwamba wasubiri, kwani bado wanamchukulia vipimo zaidi vikubwa. Baadhi ya watu waliamua kuondoka, huku Derek akibaki akiwa na mama yake mzazi, lakini pamoja na Veronica na mama Veronica, ama unaweza kumuita mama Viola, nao pia walibaki. Uchungu wa mwana au juae mzazi. Ama hakika mama Viola aliendelea kubaki huku akitumainia kwamba binti yake atakuwa salama huko ndani. Baada ya muda kusogea, wakiwa pale pale hospitali, ulisikia kelele za Viola kuashiria kwamba ameamka tayari. Haraka taarifa zilipelekwa kwa daktari. Alikuja kwa mara nyingine tena
na wakati huu hakutaka kuwe na mtu mwingine kama kawaida kwenye kile chumba ambacho alikuwa amelazwa Viola zaidi yake yeye tu. Wote aliwaambia watoke nje na wamwache peke yake, na baada ya wao kutoka, daktari alimgeukia Viola na kuongea naye. Najua wewe sio kichaa. Umejaribu kuigiza tu kuwa katika hali hii ya ukichaa. Kazi hii nimeifanya miaka mingi sana. I know everything, kwamba huwezi kunidanganya. Dokta aliongea na kumfanya Viola aache kupiga kelele alizokuwa akipiga. Ni kweli hujakosea dokta, ila nahitaji msaada wako tafadhali. Msaada gani? Dokta, sitaki watu wajue kama mimi najifanyisha kuwa ni kichaa. Naomba unitunzie siri yangu dokta. Viola aliongea na kumfanya dokta afikirie kwanza kabla ya kumjibu. Okay. Naomba undae pesa itakao nifanya mimi nitunze siri yako, na mimi nitakuwa na kuchoma sindano isiyokuwa na madhara yote yale. Ila ukikataa hiki ambacho nakwambia, utakuwa ni kichaa kweli, maana nitakuchoma sindano kukufanya uwe kichaa. Do you agree? Dokta aliongea na kumfanya Viola aanze kutetemeka baada ya kuambiwa kwamba atakuwa ni kichaa kweli. Kiasi gani cha pesa ambacho nahitaji dokta? Andaa milioni 10 ili niweze kukutunzia siri yako. Dokta aliongea na kumwangalia Viola aone kwamba atajibu kitu gani. Milioni 10 kwa Viola ni pesa nyingi sana. Alibaki akimtazama daktari ambaye alikuwa ni daktari wa kiume, huku akikosa na cha kumjibu kutokana na kiasi cha pesa ambacho alichoambiwa atoe. Viola atajibu nini ili siri yake iendelee kuwepo na wasiweze kugundua kwamba Vi sio kichaa bali anajifanya tu? Viola aliamua kukubali na kuahidi kwamba atampatia daktari kiasi cha pesa ambacho alikuwa anahitaji, japo hakujua ni wapi atakapozitoa hizo pesa. Daktari aliondoka na kwenda nje, na alipofika alikutana swali kutoka kwa Derek juu ya kinachoendelea kwa Viola, na aliamua kuwajibu. Mgonjwa wenu amepatwa na hali ya ukichaa, she's mad. Hivyo anatakiwa kuwa chini ya uangalizi mkubwa sana ili asije kuleta matatizo kwa watu wengine. Daktari aliongea na kuwafanya wote wahuzunike kwa taarifa zilizowaletea pale, lakini hata Veronica aliyetamani kumchukulia mchumba mdogo wake alihuzunika sana kwa kile kilichosemwa na daktari, na kilimfanya ajisikie vibaya akiwa kama dada wa Viola. Daktari aliondoka na kuacha kwenye majadiliano pale. Upande wa Derek, yeye aliamua kwenda kuongea na daktari ili wampe ruhusa ya kuweza kuondoka na Viola, na alitoa ahadi ya kumpa uangalizi mkubwa sana Viola. Derek alifanikiwa na kupatiwa ruhusa maalum ya kuondoka na Viola, na hata mama yake Viola alimpa ruhusa ya kwenda kukaa na binti yake, japo alimsihi sana kama atakuwa msumbufu zaidi basi asisite kumpa taarifa ili aje amchukue binti yake kipenzi. Lakini upande wa Veronica hakupenda kuona Derek akiondoka tena na mdogo wake, maana alijua lazima watakuwa karibu na huenda upendo ukaongezeka maradufu zaidi kati yao licha ukichaa aliyokuwa nao Viola. Viola alifungwa kamba na kupakizwa kwenye gari kwa ajili ya kupelekwa kwao kwa kina Derek, lakini huku Veronica na mama yake wakiamua kurudi nyumbani. Wakiwa ndani ya gari, Viola aliendelea kupiga kelele zake huku ndani ya moyo wake akiwa anajua kabisa nini ambacho anachokifanya. Haikuchukua muda, waliweza kuwasili. Walimteremsha Viola kwenye gari na kuanza kumpeleka ndani huku akiendelea kupiga kelele. Kelele za Viola zilimfanya Mr. Martin aliyekuwa ndani atoke haraka na kwenda kuangalia kwamba ni nani ambaye alikuwa akipiga kelele. Alishangaa kumwona Derek akiwa amemshika Viola aliyekuwa akipiga kelele. Niache, mchungaji kaniambia niolewe. Niache. Nani amewapa ruhusa ya kumleta kichaa nyumbani kwangu? Nyumbani kwangu kichaa hatakiwi kukaa. Naomba mpeleke sehemu nyingine tafadhali. Mr. Martin aliongea. Baba, what are you talking about? Nini ambacho unachoongea? Derek alishangaa kwa mshangao kidogo.
kwa vile maneno aliyotamka baba yake. Na hata mke wa Mr. Martin alishangaa pia kwa maneno ya mumewe ambayo alikuwa amezungumza. Mume wangu, ndio umefikia hatua hiyo? Umesahau kama huyu ni binti ambaye aliyetakiwa kuolewa na kijana wako? Mkewe aliongea na hakupendezwa kabisa na maneno ambayo alikuwa amezungumza mumewe, ama unaweza kumuita Mr. Martin, baba yake na Derek. Viola yeye alikuwa akiwasikiliza tu na aliendelea kuigiza vile vile na kuwafanya washindwe kumtambua vizuri. Dokta, mimi kanchoma sindano hapa, afu mchungaji anataka kuniozesha mimi, mchungaji ule nitapiga gala. Yaani Viola alikuwa anaigiza kweli kweli uchizi. Hatari. Mama, kama baba hataki Viola akae hapa nyumbani, na mimi pia nitaondoka na hamtaniona tena kwenye hii nyumba mama. Derek aliongea na kuanza kuondoka akiwa na majonzi sana. Mama yake kwa jinsi alivyokuwa akimpenda mtoto wake hakutaka kuona Derek akiondoka pale nyumbani. Derek, naomba usimame mwanangu. Derek alisimama kwa ajili ya kumsikiliza mama yake kipenzi, huku wakati huo Mr. Martin yeye alikuwa akiangalia tu. Derek, kama ni kuondoka, hata mimi pia mama yako nitaondoka. Nipo tayari kuondoka hapa nyumbani, niongozane na wewe mwanangu. Alimaliza kuongea na kumfanya Mr. Martin ayatoe macho yake kwa kile alichokisikia kutoka kwa mke wake. Yaani mnataka wote muondoke kwa ajili ya huyo mwanamke kichaa, huyo binti kichaa? Basi namruhusu akae, ila atakuwa anafungiwa kwenye chumba ili asije kuleta matatizo kwenye nyumba yangu. Maana ukikana kichaa anaweza hata kumchoma mtu, anaweza akachoma hata nyumba moto. Mr. Martin alimaliza kuongea huku akibaki kuwasikiliza kipi watakachomjibu kwa kile ambacho amekizungumza. Derek aliamua kukubali na alimpeleka Viola kwenye chumba alichoelezwa ama alichoelekezwa na baba yake na kufunga mlango huku akimwacha Viola ndani ya chumba hicho. Viola baada ya kuachwa mule ndani ya chumba kile ambacho alikuwa tayari amefungiwa, aliacha kupiga kelele na kuanza kulia na kuongea kwa uchungu sana. Edward, kwa nini lakini umeamua kuharibu furaha yangu? Nachukia maisha yangu ambayo niliyowahi kuishi huko nyuma. Viola alizidi kuongea pasi mtu yeyote kumsikia. Alikuwa akilalamika na kulaani maisha ambayo amewahi kuyaishi kipindi cha nyuma. Labda tuifahamu historia fupi ya Viola. Viola ni nani? Viola baada ya kufanikiwa kufika mpaka chuo kikuu kutokana na hali ya maisha kuwa magumu na mama yake kukosa pesa ya kumsomesha, japo alifanikiwa kupata mkopo wa asilimia ndogo tu, na pesa alizokuwa akizipata zilikuwa haziwezi kukidhi mahitaji yake ya chuo. Aliamua kujiingiza kwenye kazi za kuuza mwili wake ili aweze kujipatia pesa za kumfanya aweze kuendelea na elimu yake. Hii ni kutokana na makundi ambayo yalikuwa yamemzunguka. Miaka yake miwili ya mwanzo akiwa chuoni ilikuwa ni ya taabu sana, kwani mwili wake alikuwa akiutumikisha kila siku na mmoja ya wanaume ambao waliokuwa wateja wake wakubwa ni alikuwa Edward ambaye alizoeana sana na kuaminika sana mpaka kufikia sehemu Viola alimruhusu Edward kurekodi baadhi ya picha mnato dhidi ya mambo yote ambayo walikuwa kifanya kwa njia ya faragha. Na alipoingia mwaka mwisho Viola ndipo alipofahamiana na kijana Derek aliyebadilisha maisha yake, kwani alimpatia kila kitu alichokuwa kikitaka, na hii ilimfanya Viola aache tabia ya kuuza mwili wake na kuzingatia kile ambacho kilikuwa kimempeleka chuoni mpaka alipofanikiwa kumaliza masomo yake. Turudi kwenye simulizi yetu. Viola akiwa bado anaendelea kuongea kule chumbani, alisikia mtu akiwa anakuja kwenye chumba alichokuwemo, hali iliyomfanya anyamaze na kuendelea kupiga kelele kama alivyokuwa akifanya hapo mwanzo. Na mtu aliyekuwa akija hakuwa mwingine bali alikuwa ni Derek. Alifika na kuanza kumwangalia Viola ambaye muda huo alirudi kwenye hali yake ya kawaida ya ukichaa ambaye alikuwa akiigiza, tena akiwa anacheza kabisa kama mtoto mdogo, akitema mate ovyo
na alitumia muda mrefu kumwangalia mwanamke aliyetegemea kumooa siku za hivi karibuni, lakini ilishindikana. Derek aliamua kuondoka na kwenda kuendelea na mambo yake. Nisamehe sana Derek. Najua upo kwenye kipindi kigumu sana na haya yote. Lakini haya yote mimi ndio chanzo, ila siwezi kukubali kukuacha na kuwa mbali na wewe kwa sababu nakupenda sana Derek. Yalikuwa ni maneno ya Viola baada ya Derek kuondoka. Upande wa pili huku kwa dada yake Veronica alimwamua kumweleza Edward kila kitu kilichokuwa kikiendelea. Na Veronica alimshauri Edward aende kwao au kwa kina Derek, atafute njia kumfanya aonane na Viola ili aweze kumchukua, na hata upande wa Edward aliyaunga mkono maneno hayo ya Veronica. Siku iliyofuata nyumbani kwa Mr. Martin, akiwa anajiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye mihangaiko yake kibiashara, alishangaa kuona kijana akija nyumbani kwake, tena akiwa kwenye muonekano ule uchokeano. Una shida gani kijana? Mr. Martin aliongea, na kijana aliyekuwa mbele ya macho yake hakuwa mwingine bali alikuwa ni Edward. Kwanza alitoa salamu kwa Martin na kuongea kile ambacho kilichokuwa kimemleta. Naomba unisikilize mzee wangu. Naomba unisaidie kazi. Edward aliongea. Hakuna kazi hapa. Unaweza kuondoka. Baada ya Mr. Martin kukataa, Edward aliona mpango wake unaweza ukashindwa kutimia pale pale. Alimpigia magoti Mr. Martin na kuanza kulia kabisa ili kuonyesha ukweli kwamba alikuwa anahitaji kazi. Hali iliyomfanya Mr. Martin afikirie lile swala mara mbili na kuamua kumpa kazi ya kuweza kumwagilia maua katika bustani yake ambayo inapatikana pale kwake. Japo hatakuwa akiishi kwenye nyumba hiyo, kwamba atakuwa anamwagilia tu na nini halafu anakuwa anaondoka. Edward alifurahi sana kwa kuona mpango wao unaenda kutiki. Mambo yanaenda kujipa kama ambavyo ulivyokuwa umepanga na Veronica. Aliambiwa kazi anatakiwa aanze muda huo huo ili itakapofika mida jioni aweze kuondoka. Lakini in other hand, upande huku mwingine ndani ya nyumba hiyo, Derek yeye aliamua kubeba chakula na kwenda nacho kwenye chumba alichomfungia Viola. Aliingia akiwa na chakula kile mkononi, na hata Viola alikuwa na njaa sana muda huo, ila alijiuliza atafanyaje ili Derek asimgundue kuwa anajifanyisha kuwa yeye ni kichaa. Alimsubiria mpaka pale Derek alipofikisha chakula na kukiweka chini. Moja kwa moja alichukua na kuanza kukifakamia, na kitendo hicho ndicho kilichozidi kumfanya Derek aone kwamba Viola ni chizi ambaye alianza kubobea. Derek alishindwa kuvumilia kwa jinsi Viola alivyokuwa anakula, maana ilikuwa inamuumiza sana. Tofauti na kipindi kile ambacho labda angemtoa out, wangeenda hotelini, wangekula, wangekuwa sijui restaurant hapo, wangepata kahawa kidogo. Yani ametoka katika yale matendo binadamu, matendo kiungwana, kula kwa kujisitiri. Lakini time hii Viola alijifanya yani kama vile anafakamia chakula, mengine anamkaa huku. Jamaa aliamua kuondoka. Kiukweli kwa mtu ambaye alikuwa kamzoea kwa hali ya kibinadamu ya kawaida, leo hii anafanya matendo kama yale. Aliamua kuondoka. Lakini huku upande wa Edward, baada ya kupewa kanafasi cha kumwagilia maua mule ndani, alianza kazi ya kumwagilia maua, huku macho yake na akili yake yakianza kuangaza karibu kila pande za nyumba hiyo, kuangalia kwamba ni sehemu gani anaweza kumuona binti Viola. Lakini akiwa anaendelea kumwagilia maua, alisikia sauti ya mtu akipiga kelele. Yelelelele. Alianza kuzunguka kuchungulia dirishani upande wa nje kuangalia kwamba ni nani anayepiga kelele. Alichungulia karibu kila dirisha la nyumba, ila hakumuona mtu yeyote ule. Na lilikuwa limebaki dirisha moja tu ambalo hajachungulia kupitia dirisha hilo. Alisogea kwenye hilo dirisha na kuchungulia. Macho yake hakuamini kumuona binti Viola, tena akiwa anacheka hatari. Ina maana huyu amekuwa kichaa kweli? Edward alijiuliza. Ndipo alipoamua kufungua dirisha, na bahati
lilikubali kufunguka ili aweze kujihakikishia vizuri. Baada ya kulifungua dirisha, Edward aliamua kumuita Viola. Viola! Viola! Sauti ya Edward ilimshtua Viola. Baada ya kumuona pale dirishani, alijiuliza kwamba huyu amejuaje kwamba mimi niko hapa? Mbaya zaidi, yeye ndiye aliyesababisha aishi katika hayo maisha kuigiza. Acha kujifanya kichaa wewe. Najua mipango yako. Kwa usalama wako, sogea hapa dirishani kabla sijaenda kuzituma video zako kwenye mitandao. Edward aliongea na kumfanya Viola anzidi kushikwa na hofu zaidi. Alinyanyuka na kuanza kusogea alipo Edward, tena akiwa anatetemeka. Mimi nilijua tu kwamba wewe unajifanyisha kwamba ni kichaa. Edward alizidi kuongea huku wakati huo Viola akimfuata sehemu ya dirisha alipokuwa amesimama. Viola alipomfikia alisogeza mikono yake kwenye kichwa cha Edward aliyekuwa amekisogeza karibu na dirisha, huku Edward akizidi kutabasamu. Baada Viola kuifikisha mikono yake kwenye kichwa cha Edward, na yeye akiwa hana habari, alianza kukivuta kile kichwa huku akikibananisha kwenye dirisha na kumfanya Edward aanze kupiga kelele, "Mama!" Viola alikuwa amepanga nini mpaka kuamua kubana kichwa cha Edward? Msikilizaji, Edward aliendelea kupiga kelele, "Nakufa, msaada, nakumeone." Ni kelele alizokuwa akipiga Edward baada ya kichwa chake kubanwa kwenye dirisha. Kelele zake zilimfanya karibu kila mtu kufika na kuangalia kwamba ni kipi ambacho kimetokea. Derek alikuwa ni wa kwanza kutoka nje na kumkuta Edward amebananishwa. Ilibidi amtoe kwenye mikono ya Viola, na muda huo huo mama yake naye alifika. "Wewe ni nani? Na unafanya nini hapa?" Derek aliongea, lakini alishangaa sana kumuona Edward ndani ya nyumba, na hata mama yake pia alishangaa, maana hawakupatiwa taarifa na Mr. Martin juu ya ujio ule mtu. Edward alikuwa kwenye maumivu makali sana, maana yake hakusikia hata kile ambacho alichoulizwa na Derek. "Hivi hauna masikio au ni dharau tu? Na kuuliza kwamba wewe ni nani na unafanya nini kwenye nyumba yetu?" Baada ya kuulizwa tena, ndipo masikio ya Edward yalisikia kile kitu ambacho alikuwa ameulizwa. Alianza kueleza kuwa yeye ni mfanyakazi kwenye nyumba ile, kitu kilichowashangaza sana Derek pamoja na mama yake, maana hakupewa taarifa zozote zile na Mr. Martin ambaye ndio baba wa familia. Derek ilibidi apige simu kwa baba yake kupata uhakika zaidi, na kweli uhakika ulipatikana kwamba Edward alikuwa ni mfanyakazi mpya katika ile nyumba, na kazi yake kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba bustani zinakaa vizuri kwa kumwagiliwa, na ni mtu ambaye alikuwa anakuja pale na kuondoka. Derek alimgeukia na kuanza kumhoji, "Ilikuwaje mpaka ukafika pale dirishani?" Baada ya kuuliza hilo swali, Edward aliamua kutunga uongo wake na kuwafanya waelewe na waache kumhoji kabisa. Lakini Viola yeye bado alikuwa akiendelea kupiga kelele, na ndani moyo wake alifurahi kile alichomfanyia Edward. Tena alifurahi sana. Hutakiwi kufuatilia mambo yasiyokuhusu. Hilo ni sharti la kwanza katika namna ambayo utakuwa unafanya kazi katika hii nyumba. Unatakiwa ufuate kile ambacho kimekuleta hapa. Tumeelewana vizuri? Are we together? Derek aliongea na hakupendezwa kabisa na kile ambacho amekifanya Edward. "Ndio boss, nimekuelewa." Edward alijibu na kuwafanya Derek na mama yake waondoke, huku wakimwacha kasimama peke yake. "Ngoja nyoshe shingo, angeniua yule mwanamke. Inaonekana Viola kweli ameshakuwa kichaa. Sio kwa kunibana vile bichwa langu. Yeye alikuwa anafikiria hichi kichwa ni pumpkin au? Hiki kichwa changu sio boga. Hebu niangalie huko. Kuna uma. Kumetoka nundu. Yesi kanibana na kitu gani ule?" Edward alikuwa anaongea huku akiendelea kumtazama Viola. Derek akiwa na mama yake walianza kupata mashaka kidogo kuhusu Viola kuwa anaweza kusababisha matatizo
na Derek alichoamua ni kutafuta daktari aje kwa ajili ya kumwangalia Viola. Ndani ya muda mfupi tu daktari aliweza kufika na kupelekwa kwenye chumba alichokuwa Viola, na bahati nzuri ilikuwa kwa upande wa Viola, kwani daktari aliyewasili ni yule waliowekeana makubaliano kwamba aitunze siri kwamba V si kichaa. Dokta baada ya kufika alimuomba Derek ampishe, naye Derek alifanya hivyo kama ambavyo aliambiwa daktari na kumwacha V pamoja na daktari mwenyewe. Muda unazidi kwenda na hujanipa taarifa zote za makubaliano yetu ya pesa ambazo uliniahidi. Hapana dokta, sio muda. Utapata tu pesa zako. Naomba uniachie namba yako ya simu ili siku zikiwa tayari nikupigie simu uje uchukue. Viola aliongea na daktari alitoa siku kadhaa kwa Viola, vinginevyo siri yake hataendelea kuwa nayo bali ataiweka wazi. Kisha baada hapo aliondoka na kumwacha V kwenye mawazo, huko kichwa chake kikiwaka moto asijue kwamba ni wapi atakapozitoa hizo pesa za kuweza kumlipa yule daktari ili siri yake iendelee kuwepo. Kilichozidi kumpa mashaka zaidi ni uwepo wa Edward ndani ya nyumba hiyo. Msikilizaji, siku kadhaa zilipita na Edward alichoka kuishi maisha kuigiza kwenye nyumba ya Samaritan. Alimwambia Veronica kuwa anataka kuacha kazi hizo za kumwagilia maua kwenye hiyo nyumba ya Samaritan, maana hakuna cha maana anachokitafuta pale. Lakini kwa upande wa Veronica hakutaka kuona Edward anaacha kazi, maana ingekuwa ni ngumu kwake kupata taarifa zote zilizokuwa zikiendelea ndani ya nyumba hiyo. Kitu pekee alichozidi kumwambia Edward ni kuhusu Viola, kwamba hatakiwi kuamini moja kwa moja kwamba ni kichaa. Edward ilibidi amwahidi Veronica atafanya kazi ndani ya siku 3 tu. Asipoona mabadiliko yoyote yale kwa Viola ataacha kumfuatilia na kwenda kuendelea na shughuli zake nyingine au mambo yake mengine. Lakini nje ya nyumba Mr. Martin kuna taxi ilifika na kupiga honi. Papa. Kisha mlinzi aliyekuwa akipiga story na Edward alienda kufungua geti na kuiruhusu ile taxi iweze kuingia ndani. Ndani ya gari hiyo aliweza kuteremka mwanadada mzuri sana, tena akionekana ni mwenye hasira, huku Edward akiishia kumtazama na kukiri kwamba kuna wanawake ambao walikuwa wameumbwa duniani. Jamani, huyu mwanamke alikuwa ni kama malaika. Baada ya kushuka tu aliingia ndani na kumfanya driver taxi awe na kazi ya kuteremsha mizigo. Huyu ni nani aliteremka? Edward ilibidi amuulize mlinzi. Ni mtoto wa bosi huyo kaka, na alikuwa masomoni. Edward alifikiria na kuona hana sababu ya kuacha kazi mapema, na mipango yake iligeuzia moja kwa moja kwa ule binti wa bosi ambaye alikuwa ameshuka pale. Jamani, hizi tamaa. Mtoto wa bosi alikuwa ameshuka ndani ya nyumba. Mtoto alikuwa anaonekana kweli ni binti ambaye ni mzuri. Hatumfahamu kwa jina lake. Kwa mujibu wa mlinzi ni kwamba ni binti wa bosi ambaye inaonekana kabisa kwamba ametoka masomoni. Kwa maana hii ni kwamba Derek alikuwa na dada yake. Binti aliingia ndani akiwa na hasira na alikutana na familia yake ikiwa kwenye meza ya chakula kwa mchana huo. Baba, nyie ndio kunifanyia hivi? Hata kakaangu Derek. Why you did that? Aliongea huku akitoa malalamiko yake. Lucy mdogo wangu, hukuniambia mida uliokuwa unakuja, mbona ningekuja kukupokea? Derek alimjibu mdogo wake, ila wote walifurahi kumuona akifika nyumbani salama. Maana kwenye safari kunakuwa na mambo mengi. Bas, Derek alinyenyuka na kwenda kumkumbatia mdogo wake, na haikupita muda mabegi yaliweza kuingizwa ndani na driver taxi ambaye alilipa pesa na kuondoka zake. Lucy ndani ya nyumba ya familia yao alielekea chumbani, lakini alishangaa kusikia mtu akipiga kelele. Ilimlazimu kusogea kuangalia ni nani huyo anayepiga kelele. Alienda mpaka kwenye chumba alichokuwa binti Viola na kumkuta akipiga kelele. Huyo ni nani? Na anafanya nini kwenye nyumba yetu? Lucy alijiuliza maswali mwenyewe.
Ndipo alipoona watu pekee watakaomsaidia kujua ni mama na baba yake. Haraka alienda kwa ajili ya kuwauliza, "Mama, na huyo mwanamke anayepiga kelele ni nani?" Swali la Lucy lilimfanya mama yake muangalie mtoto wake Derek aliyekuwa pale, na Mr. Martin alilitambua hilo. Yeye akaamua kurahisisha tu mambo. Yule ni wifi yako mtarajiwa, ni mchumba wa kaka yako." "Mchumba? Sema sister-in-law?" Lucy aliuliza kwa mshangao, jamaa na Kiingereza kile alikotoka chuo. Jamani, mbona tulikuwa tuemi? Ilikuwa ni taarifa mpya kwake. Ilibidi wamueleze jinsi ndoa ilivyoshindikana kufungwa na kipi kilitokea siku hiyo, na kumfanya Lucy apatwe na mshangao kwa kile ambacho alichokisikia kwenye masikio yake. "Brother, sioni sababu ya wewe kuendelea kuwa na huyo mwanamke. Kama na mtu ameshakuwa kichaa, inakupasa utafute mwanamke mwingine. There are a lot of girls in this world. Kuna wanawake wengi sana wasichana wazuri. Ukiendelea kuwa naye, atakuwa ni mzigo kwako. Just think, unatumia gharama zake ngapi kumlipia?" Lucy aliongea na kumfanya Mr. Martin aunge mkono kwa kile alichokisema binti yake. "Mimi nimeshasema siwezi kumtoa Viola nyumbani hapa, na kama akiondoka basi na mimi nipo tayari kuondoka mahali popote pale kwenda." Derek naye aliweka msimamo wake, na kwa jinsi alivyokuwa kimpenda Viola, hakutaka kuona akikaa mbali na yeye licha ya matatizo aliyokuwa nayo kwa wakati huo. Maongezi yao Edward aliweza kuyasikia vizuri akiwa nje. Alitamani kujua kipi wanachozungumza. Haraka alisogea mpaka mlangoni na kutega sikio lake. Kumbuka huyu Edward katika kazi ambayo anaifanya tu, lakini ana mission maalum ya kuweza kufahamu kinagaubaga juu ya hatma ya yule binti Viola. Lakini nyuma yake yupo dada Viola ambaye namzungumzia hapa, anaitwa Veronica. Aliyasikia vizuri maongezi yao. "Natoa siku kadhaa, atafutiwa sehemu nyingine ya kukaa huyu binti. Sitojali kama wewe ni mtoto wangu. Ukitaka kuondoka, it's okay, just go ahead. Sitakuzuia kuondoka. Siwezi kuwa na kijana asiyejitambua, Nahitaji kijana ambaye ni smart. Do you understand? Ninyi ni familia yangu, ni wanangu." Mr. Martin aliongea na kuondoka, lakini Edward akiwa ametega sikio lake mlangoni akisikiliza maongezi yao, alishangaa mlango ukifunguliwa na yeye kuangukia ndani. Hali iliyowashitua wote waliokuwa ndani. Hata Mr. Martin naye alishangaa, maana hakutegemea kama kutakuwa na mtu mlangoni. "Ulikuwa unafanya nini hapo mlangoni?" Mr. Martin aliuliza, na kumfanya Edward kijasho chembamba kianze kumtoka. Mimi nilikuja kukupa taarifa kuwa nimemaliza kumwagilia maua ili bosi unipe ruhusa kuondoka mapema." Aliamua kudanganya ama kuongopa mbele ya Mr. Martin. "Wewe umeshaanza kuwa mzoefu hapa. Swali gani hilo ambalo unaniuliza? Ina maana leo siku yako ya kwanza kufanya kazi? Si uende kama umemaliza? Makubaliano ya malipo tumeshakubaliana. Kwa nini kwanza?" Mr. Martin aliongea na kumfanya Edward anyanyuke na kuondoka, huku moyoni akishukuru kwa kuweza kujitetea mbele ya mzee huyo. Lakini upande wa ndani Derek naye alikuwa ni mwenye mawazo, na alimtazama mdogo wake kwa jicho lililomfanya hata Lucy atambue kwamba kweli kaka yake amekasirika. Ama kamkasirikia. "We kaka, hata ukikasirika, ila mimi nimeshakwambia ukweli, huwezi kuwa na mwanamke wa aina hii. Mbona wanawake wengi sana?" "Lucy, umekuja leo. Naomba tuheshimiane. Usitaki turudi kama zamani kuzuzana kila siku. Yaani wewe ukirudi nyumbani tu basi sina amani. Kugombana kila mara." Derek aliongea, naye alinyanyuka na kuondoka. Mama yao hakupendezwa na kile kilichoonyeshwa na watoto wake, hasa Lucy. "Binti yangu, inatakiwa umheshimu sana kaka yako, uheshimu hisia za kaka yako. Yule binti unayemuona kule ni binti mzuri, na ile hali limemkuta tu siku kadhaa zilizopita, tena siku ya ndoa ama siku ya harusi ya kaka yako. Kwa hiyo kaka yako anahitaji kufarajiwa,
zaidi, maana yupo kwenye kipindi kigumu sana kwa sasa. Maneno ya mama yake limfanya Lucy aweze kuelewa vizuri. Derek alitoka chumbani na safari yake ilikuwa ikimpeleka kwenye chumba cha Viola, ila alipokuwa akitembea hafla alianguka chini, hali iliyomfanya mama yake na mdogo wake Lucy waweze kumkimbilia pale. Derek! Mama alimuita mtoto wake ambaye muda huo alikuwa akisikia maumivu ya tumbo. Lucy haraka haraka alitoka na kwenda nje, na bahati nzuri alimkuta Mr. Martin, yani baba yao, akiwa anajiandaa kuondoka. Baba, kuna tatizo. What's wrong? Kuna tatizo. Kuna tatizo gani? Kuna tatizo gani? Ndio baba, kuna tatizo. Derek kaanguka ghafla tu. Haraka Mr. Martin alikimbia mpaka ndani na kumkuta mkewe akiwa na mtoto wake akijaribu kumtuliza, huku Derek akiendelea kulalamika maumivu ya tumbo aliyokuwa anayapata pale. Haraka Derek alipelekwa hospitali, huku kila mtu akiwa na hamu ya kujua tatizo ni nini ambalo lilikuwa linamsumbua Derek. Kilichokuwa kikisubiriwa na familia nzima ni kuweza kufahamu ugonjwa ambao unamsumbua Derek kwa wakati huu. Na kubwa zaidi ni kusubiri daktari aje kutoa mrejesho wa majibu ambayo atawapa. Daktari atawaambia kitu gani? Na vipi Viola akija kupata taarifa za Derek kulazwa, atafanya maamuzi gani ikiwa tayari katika picha aliyokuwa nayo anaigiza kama ni kichaa aliyedata kweli kweli? Kama ndo kwanza unajiunga na hii simulizi kutoka hapa Chilemo Simulizi, hakikisha kwamba umesubscribe, kubonyeza alama ya kengele, lakini pia kucomment kwa wingi. Kubwa zaidi ni kushare kwa marafiki ili tuweze kupata wafuasi wengi zaidi. Mara hafla majibu yaliletwa na daktari pale, na ilisemekana kwamba Derek anaumwa uvimbe wa kidole tumbo, yani appendicitis, na ilihitajika afanyiwe upasuaji haraka sana iwezekanavyo ili kuondoa ule uvimbe wa kidole tumbo. Mr. Martin na mke wake walitoa ruhusa haraka sana kwa jopo la madaktari kushughulikia hilo tatizo la kijana wao, huku Lucy akiambiwa kwamba aweze kurejea nyumbani. Viola alishangaa ukimya uliokuwepo ndani ya nyumba hii siku ya leo. Mr. Martin aliamua kusogea karibu na mlango wa chumba alichokuwemo na kujaribu kufungua mlango, ila bahati mbaya mlango ulikuwa umefungwa. Upande wa nje, Lucy ndiye alikuwa akiwasili na kuingia ndani. Viola alisikia ujio wake pale pale. Alianza kupiga kelele makusudi tu kama ilivyokuwa kawaida yake. Kelele zake ziliweza kumkera sana Lucy. Lucy aliamua kusogea tena akiwa na hasira. Alifika na bahati nzuri funguo ilikuwa pale pale mlangoni. Alifungua na kumkuta Viola akipiga kelele. Una akili kweli wewe? Watu tuna mawazo hapa kuhusu ugonjwa wa Derek alionao, halafu wewe unatupigia mikelele hapa. Lucy aliongea. Ugonjwa wa Derek? Vi naye uchizi ulipotea na kujikuta akiuliza na kuropoka. Ongea ya Vi ilimshtua sana Lucy baada ya kumsikia kiongea tena akiwa kwenye hali ya kawaida kwamba ugonjwa wa Derek. Ina maana wewe sio kichaa kumbe? Lucy aliongea, lakini Viola alimsogelea karibu Lucy na hakutaka kuigiza tena kwamba yeye ni kichaa. Naomba uniambie, Derek anasumbuliwa na ugonjwa gani? Viola alizidi kuongea mbele ya Lucy. Lucy alikuwa kwenye mshangao mkubwa sana, lakini aliamua kumweleza Viola kila kitu kilichokuwa kikiendelea kuhusu Derek. Viola alimuomba kiasi kidogo cha pesa kwa ajili ya nauli na alimwambia atakuja kumweleza kila kitu kwa nini aliamua kujifanya kichaa. Lucy alimpatia, na muda huo huo Viola aliondoka na kuelekea zake hospitali kwa ajili ya kumuona mwanamume ambaye alikuwa anampenda sana katika ndoto zake za maisha. Alifika na kushuka kisha kuelekea sehemu husika, na kwa mbali aliweza kuwaona wazazi wa Derek na aliamua kuwafuata. Mume wangu, angalia kule, Mama Derek aliongea baada ya kumuona Viola, na hata Mr. Martin naye aligeuka na kumtazama Viola aliyekuwa akija upande wao, na muda huo huo Viola aliweza kuwafikia pale. Mama, Derek anaendeleaje mama?
Ndio maneno aliyoyatamka Viola baada ya kufikia tena akiwa kwenye muonekano wa kawaida na sio ule wa kichaa. Ina maana umepona ule ukichaa wako? Mr. Martin alimuuliza, lakini wakati huo Viola akili zote zilikuwa zikimwaza Derek tu. Mume wangu, sio sehemu yake hii ya kuongelea hayo mambo. Kwa sasa inatakiwa tuombee tu upasuaji wa mtoto wetu umalizike vizuri na salama. Maneno ya mke wake yalimfanya akae kimya, lakini Mr. Martin alikuwa akimwangalia sana Viola na alitamani kujua ni kipi kilichomfanya mpaka kawahi kupona haraka vile kiasi kile kwa hali ambayo alikuwa anaionyesha kule nyumbani. Awe hata kama ni wewe ungekuwa na mawazo bana. Mtu katoka kwa chizi muda sio mrefu. Yaani mad over you. Okay, walisubiri ndani ya masaa kadhaa mpaka pale upasuaji ulipomalizika na ikawa ni mida usiku tayari. Daktari aliyekuwa na jukumu la kumfanyia upasuaji Derek alitoka ndani ya chumba cha upasuaji na kuwafanya wazazi wa Derek wamkimbilie. Daktari, hali ya mwanangu inaendeleaje? Dokta, upasuaji wa kijana wetu unaendeleaje lakini? Mtu na mkewe walimuuliza daktari. Kila mmoja alitamani ajibiwe swali lililoulizwa, japo maswali yao yote yalikuwa yana maana moja. Kijana wenu ataamka tu baada ya masaa kadhaa na upasuaji wake umemalizika salama kabisa. Daktari aliondoka na kuacha huku kila mtu akiwa na furaha kwa maneno aliyoyatamka daktari, maneno ambayo yalikuwa na faraja. Asante Mungu kwa kumlinda mume wangu. Viola naye aliongea na maneno yake Martin aliweza kuyasikia vizuri. We binti, unasemaje? Nani mume wako? Kwani mlifunga ndoa kanisani? Mr. Martin aliongea na kumfanya Viola nyamaze. Mume wangu, lakini nimeshakwambia hii sio sehemu ya kuongelea mambo haya. Haya mambo ni ya ndani, yanahusu familia, inakupasa unyamaze jamani baba Derek. Baada ya mkewe kuongea vile, Mr. Martin ilibidi anyamaze, huku moyoni akiwa ana mengi ya kuongea na huyu binti ambaye anafahamika kama Viola. Msikilizaji, hii ni sehemu ya kwanza kabisa ya simulizi inayomhusu Viola. Kama utaniwia radhi, naomba tukutane sehemu ya pili. Lakini kwa jambo moja tu, ama mtihani wetu ule ule. Comment hapa kwamba unahitaji sehemu ya pili. Comment zikiwa nyingi zaidi kama ambavyo mmekuwa mkifanya kwa sehemu za simulizi ambazo zimepita, basi na mimi nitawekea sehemu ya pili chap. Nenda kwenye comment, andika kwamba nataka sehemu ya pili, na mimi naachia sehemu ya pili. Vivyo hivyo nikiweka sehemu ya pili, mta comment pia kwamba nataka sehemu ya 3, part 3 please. And those people ambao watakuwa wamecomment, mimi nitawashukuru pia kwenye kila sehemu ambayo nitakuwa naiweka hapo, na tutakuja kufahamu vizuri kabisa kwenye sehemu ya pili kwamba nini ambacho kitatokea. Lakini vipi upande wa Edward ambaye aliamua kukata shauri la kuendelea kufanya kazi pale mara baada ya kuona mchuchu ama mchumba ameingia pale kwenye nyumba Mr. Martin, na huyu si mwingine ni Lucy ambaye ametoka masomoni. Lakini vipi huu mvutano kati ya Veronica ambaye ni dada mtu na Viola? Wivu gani ambao ulikuwa umepandikizwa ndani ya Veronica mpaka asiwe na huruma na mdogo wake? Lakini hii familia ya Mr. Martin dhidi ya Viola itaishia wapi ikiwa Mr. Martin alikuwa hatamani hata siku moja kijana wake kumwoa binti kama huyu, lakini mama mtu na mtoto wake Derek wameridhia kwa asilimia zote kwamba Derek, yule msichana Viola, alikuwa anamfaa sana. Tutakuja kufahamu mengi zaidi katika sehemu ya pili ya simulizi hii. Subscribe as I told you na kubonyeza alama ya kengele. Ciao.